Neno linatuambia kwamba ndani ya Biblia kwamba ati washafishe katika neno lako ndio kweli. Ya sisi ni watu tunayosafishwa kila wakati, na ninataka tuweze kuomba, na tukimaliza kuomba ndio tuingie katika neno. Mahali pale tuliachia jana, mnakumbuka our message ilikuwaje? No, we are in Christ. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme na wewe ni Mungu uwezaye yote. Wewe ni kibirio letu, wewe ni uwezo wetu, wewe ni mamlaka yetu yote. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua. Tumejua na tumetambua ya kwamba pasipo wewe Bwana hakuna mwanadamu awezaye kutambua siri iliyofichwa ndani ya Old Testament. Na ninakushukuru Yesu Kristo, ni kwa sababu hiyo siri imefichwa ndani yako, ndio kila mmoja wetu aweze kuitambua kwa vyema na kuitambua kwa uwezo wote na kwa mamlaka yote. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, chochote kimefichwa kwako Bwana Jehova Mungu wetu, wakati kinapofunuka kina uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote ya kutimiza mambo yote kulingana na vile upendavyo. Asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh, ninakuomba uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu nilijua na nimetambua wakati ninaposoma neno ya kwamba pasipo Roho wako Mtakatifu haiwezekani mtu aweze kuitwa mwana wa Mungu. Zili ya kuonyeshana sisi ni wana wa Mungu ni wakati Roho Mtakatifu kutoka kwa Mungu ameingia ndani yetu, na huyo Roho ndiye Mungu kweli mfalme. Ni kwa sababu Bwana yeye ndiye ako na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka. Tunakuinua Bwana Jehova Jireh wakati huu tukisema ya kwamba neno lako litafungua, neno lako litaponya, neno lako litarehemu, neno lako litafanya kila mmoja wetu aweze kusikia kweli amefunguliwa, kweli amepokea kibali kwako wewe Bwana, kweli maisha yake imebadilishwa. Ninakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu mapenzi yako wakati wote Bwana inakuanga mapenzi ya kupendeka. Mapenzi Bwana Jehova Jireh ina umuhimu mkuu katika maisha yetu sisi wote. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu wewe ndiye uzima wetu wakati wote Bwana tunahitaji. Wewe ndiye Bwana Jehova Jireh kweli, na wewe ndiye Bwana Jehova Jireh mtakatifu unayefanya watu wako Bwana waweze kusimama katika nafasi yao kulingana na vile wewe Bwana Jehova Jireh upendavyo, na unawasaidia wanafika mahali pale Bwana Jehova Jireh waliokuwa wanahitajika kufika kwa sababu ya msaada wako. Asante asubuhi ya leo umetupa nafasi hii. Ninaombea kila mtu tuko pamoja naye aweze Bwana Jehova Jireh kupokea kibali hiki na aweze kukua ndani ya moyo wake uweze kukua, yani a grow up katika spiritual realm. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh tusipokuwa katika maisha yetu ya rohoni Bwana wetu haiwezekani Bwana Jehova Jireh tuweze kutambua yale yote Bwana mfalme wewe umetuwekea. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu wewe ndiye kila kitu wakati wowote tunapohitaji. Asante ni kwa sababu mioyo yetu Bwana imekukimbilia wewe mfalme, na wakati ilipokukimbilia uliipokea kwa uwezo wote na kwa nguvu zote na mamlaka, na ukatuweka mahali pale tunafaa kukaa. Asante Mungu wetu na Baba wetu kwa uwezo wako na kwa utukufu wako, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Hivyo wakati huu nataka tuweze kuendelea na kujitambua. Who are we in Christ? Sisi ni akina nani ndani ya Kristo Yesu? Acheni tuingie kwa neno, na tukimaliza kulisikia hili neno tutaweza kupokea moyo wa kutambua. Ninataka tusome katika kitabu ya Colossians 3. Jana tulisoma Colossians 2 na hatujamaliza, kwa hivyo tutaenda tu na tuingie katika hiyo Colossians 2 kwanza, tukidiru na Colossians 1 na vitabu zingine zile Bwana atakapotusaidia kusifungua. Colossians 3:1, nataka tuanzie 1 mpaka mahali pale nitasoma. Wacha tusome pamoja. If you would then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Number 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Number 3,
For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Number 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. And number 5, mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, idolate affection, evil concupiscence, na which is idolatry. Tukifika mahali pale na mstari wa 6 inasema, for which things seek the wrath of God cometh on the children of disobedient. Tukifika hapo nataka tuweze kurudi tu mahali pale 1 to 5 kwa 1 to 4 kwa Kiswahili. 1 to 4 kwa Kiswahili. Wakati tunapoangalia neno, tunaliangalia neno kulingana na vile Mungu, kulingana na moyo wa Mungu. Na wakati tunapoangalia neno kulingana na vile moyo wa Mungu ulivyo, tunasaidika. Kwa nini watu wengi hawasaidiki? Watu wengi wanakosa kujitambua wao ni akina nani ndani ya Kristo, na wanakosa kuelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao, kwa sababu hawalitazami neno kwa moyo wa Mungu. Wakati wowote tunapotazama neno kwa moyo wa Mungu, hapo ndipo tunatoa uwezo na nguvu na hata mamlaka yote kwa uwezo wote wa Mungu. Watu wengi hawana uwezo wa Mungu hata kama wameokoka, hata kama wanakula mesa, hata kama wanahubiri, hata kama wanaomba na wanafunga. Hawana ule uwezo wa Mungu. Ni kama yule mwanamke alikuwa katika kisima ya Yakobo. Huyo mwanamke alikuwa katika kisima ya Yakobo. Biblia inatuonyesha ya kwamba yeye alikuwa mshirika wa hiyo kanisa, na walikuwa wanaenda kupatana na Mungu mahali pale. Walikuwa wanaenda wamefanyika kuwa washirika mahali pale, lakini kuna kitu moja walikuwa hawajafikia, kuwa pamoja. Hawakuwa wamefika katika kiwango ya kuwa pamoja na Mungu. Walikuwa tu wamefanyika kuwa washirika, yani wanaenda wanapatana na Mungu. Baada ya kupatana na Mungu wanaondoka. Hata wale wengine, yule mwanamke alienda kuita, walikuwa tu wanaenda wanapatana alafu wanaondoka. Hiyo ndio ile style iko katika ulimwengu huu tulio ndani yake. Ndani ya makanisa mengi watu wanaenda kupatana na Mungu. Number 2, watu wanaenda makanisani kutafuta Mungu. Number 3, watu wanaenda ndani ya kanisa kujua mambo yao. Lakini kama mtumishi wa Bwana, ninaweza kukunenea, niweze kukuambia jambo moja. Hatuendi kanisani kujua mambo yetu. Hatuendi kanisani ndio tuweze kubarikiwa. Hatuendi kanisani ndio tuweze kupatana na Mungu. Hatuendi kanisani kwa sababu tuna jambo tunalohitaji. Lakini kile kinafanya tuweze kuwa ndani ya nyumba ya Bwana ni kwa sababu tumefanyika kuwa mmoja pamoja na yeye. Ninakumbuka wakati ule tuliweza kupatana na mume wangu wakati tulikuwa vijana. Hata kama nilikuwa kwetu nyumbani, kuna nafasi ilinifikia ya kusikia kabisa ninafaa kuwa pamoja na yeye. Bwana asifiwe.
na kuwa pamoja na yeye ni tuweze kuwa mmoja. Hiyo ndio ile jambo Mungu anayofurahia wakati umetambua ya kwamba wewe na Mungu mmefanyika kuwa mmoja. Sio watu wawili, kuwa mtu mmoja. Sababu wakati hauja kuwa mtu mmoja, utaenda kumtafuta kwa mali ndio upokee mali, utaenda kumtafuta, utaenda ndio aweze kukuponya, utaenda ndio aweze kukubariki, utaenda, yani hajafanyika kuwa Mungu wako na wewe kuwa Mungu wake, na wewe kuwa mtu wa mtoto wake. Kwa hivyo ni jukumu lako kutambua jambo moja. Bwana asifiwe. Ate usipofanyika kuwa mmoja pamoja na Mungu, yani wewe na Mungu, ate umepata zile ya sauti ni mzuri, umepata zile, umepokea Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yako, ndio uweze kuitwa mwana wa Mungu. Hiyo ni njia moja ya kutambua wewe ni nani ndani yake. Wewe ni nani ndani yake. Bwana asifiwe. Na tena utatamani kufanya kazi pamoja na yeye. Utatamani kabisa kufanya kazi pamoja na yeye. Utatamani. Kwa nini? Sababu mmekuwa mmoja. Kwa nini watu hawatamani kufanya kazi pamoja na yeye? Kwa sababu hawajafanyika kuwa one. Sijui kama utanielewa. Unakuta tunafanya kazi ya Mungu sababu tumefanyika kuwa mmoja pamoja na yeye. Ndio inatufanya tuweze, yani kuwa na hiyo uwezo, hiyo morale. Na unatamani kabisa kufanya kazi pamoja na yeye. Moyoni mwako, maishani mwako, watamani. Kwa nini? Kwa sababu mumefanyika kuwa one. Mumefanyika kuwa one. Ili Bwana asifiwe. Mkifanyika kuwa mmoja, utatamani kutenda mambo yale yote anayotaka tuweze kuifanya, tunayokuyatenda. Lakini wakati wowote hamjafika kuwa one, utamuondokea sababu mahali pake kuna mtu mwingine amepakalia. Sababu ukikataa aweze kukuongoza na muweze kuandamana, ni kuonyesha kwamba hamjafika kuwa one. Haujafika kumtambua. Wakati utakapomtambua, utatamani tu kufanya yale atendayo. Yesu Kristo akatuambia, mimi nafanya yale Baba yangu afanyayo. Again, na nena yale Baba yangu anenayo. Huyo ni Kristo. Sababu alitambua. Na ndio neno la Bwana asubuhi ya leo linatuambia kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yeyote yule ametambua ya kwamba yeye na Kristo wamefanyika kuwa mmoja. Biblia inatufundisha na kutuelekeza na kutuambia kwamba basi mkiwa mmefufuliwa, huyo ni mtu amekubali kufa pamoja na Kristo, amezikwa pamoja na Kristo, amefufuliwa pamoja na Kristo. Sasa unaambiwa umekufa pamoja na yeye, umezikwa pamoja na yeye, na umefufuliwa pamoja na yeye. Hiyo ni part 1. Part 2 ya
pamoja na Kristo. Yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Namba 2 ni kuyatambua na kuyatafuta, kuyafanya yale Kristo anayoifanya. Kuingia nimekufa, nimezikwa na nimefufuka. Yes. Kazi haijakuishia hapo. Unajua sasa hiyo ni mambo ya wokovu, salvation. Nimeokolewa. Alafu number 2 ni kumfuata yeye, ndio niweze kutambua yale yaliyo anayoyatenda na yaliyo huko juu, huko mahali alipo, ndio niweze kuyafanya, ndio niweze kuyatimiza, ndio niweze kuyatenda kulingana na vile yeye atendavyo. Kwa hivyo sio kuokoka tu, sio kufa, kuzikwa na kufufuka tu, kuna kufuata yale yote aitendayo, inayohitajika katika ule ufalme ameingia ndani yake. Sijui please, ule ufalme ameingia ndani yake, tunahitajika na tunafaa tuweze kutambua yale yaliyomo ndani yake, ndio tuweze kuandamana vizuri na wema kulingana na inavyohitajika. Na ndio umeambiwa ati yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Paka unaambiwa Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Yatafuteni yale yaliyoko mahali alipo. Kwa hivyo nakwambia, sio kuokoka tu, sio tu kuokoka, ni mpaka kutambua yaliyoko mahali alipo, ndio hata wewe uweze kuyatambua, kuyaona, kuyafanya. Yes, ndio muweze kuandamana mkiwa mnafanana. Namba 2 anasemaje? Yafikirini yaliyo juu. Yes. Wakati unapojitambua wewe ni nani ndani ya Kristo, neno linakwambia yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Ate tu ifikiri yale yaliyo juu, mahali Kristo aliko, mahali Kristo amepumzika. Sababu salvation ina mean rest, is to rest in Christ. Hallelujah. Wokovu ni kusema ya kwamba tumepumzika pamoja na Kristo, tuko katika neema ya Kristo, tuko ndani ya Kristo, tunaongozwa na Kristo. Kwa hivyo yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kabla hatujaokolewa tulikuwa tunatafakari yaliyo katika ulimwenguni kabla, lakini baada ya kuokolewa neno linatuzungumzia vizuri sana tuyafikiri yaliyo ndani ya Kristo, yaliyo juu. Fikirini yaliyo juu, sababu yaliyo chini haina msaada. Na njia gani? Haikutusaidia. Yaliyo chini haikutusaidia. Tumesaidika na nini? Na yaliyo mbinguni. Na yaliyo juu, sio mbinguni, na yaliyo juu. Yaliyo juu ndio imefanyika kuwa msaada wangu. Yaliyo juu ndio imefanyika kuwa msaada wako.
sababu ya aliyo chini haikutusaidia. Haleluya, Bwana asifiwe. Karibuni akina Likrik na akina Grace, ya karibuni na akina Viva. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa si tu kuokoka, si tu kusema nimeokoka, si tu kusema ninaenda kanisani, si tu kusema mimi nina cheo hiki na hiki na hiki ndani ya kanisa. Hapana. Jambo la kwanza, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Namba 2, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Haleluya. Kwa hivyo kuokoka kuna gharama yake. Naongea pole pole. Kuokoka kuna gharama yake, na ile gharama ni msaada mkuu sana katika maisha yetu, sababu wakati hatukuwa katika ile gharama, kuna kitu moja ilifanyika. Hatukutambua sisi ni akina nani ndani ya Kristo. Lakini wakati ule ile gharama ya wokovu tuliweza kuipokea, tuna mambo tumeyatambua katika maisha yetu. Kuna mambo tumeyatambua. Sisi ni akina nani, ama mimi ni nani ndani ya Mungu, ndani ya Kristo. Mimi ni nani? Na nikakuja kuelewa na kutambua ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Na nimefanywa kuwa mwana wa Mungu na jambo gani? Kupitia kuamini kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Nimepokea uzima ndani yangu kwa sababu yeye alijitoa mwenyewe, alitoa uzima wake ndio mimi niweze kupokea uzima huo, ndio mimi niweze kuitwa mwana wa Mungu. Kunaye aligharamia. Nani huyo aligharamia? Christ Jesus. Aligharamia na njia gani? Ya kufa, kuzikwa na kufufuka. The secret of forgiveness of sin and being born again. Hauwezi kuokolewa, hauwezi kuzaliwa mara ya pili kama haujatambua wewe ni nani ndani ya Mungu. Na kule kuzaliwa mara ya pili ni jambo moja ya kujua na kutambua ya kuzaliwa mara ya pili ni ndani ya Mungu. Mungu ndiye anatuzaa mara ya pili, na ndiye aliweza kumtuma mwanae wa kipekee, ndiye aje aweze kutenda kitendo kimoja cha haki kwa yeyote atakaye muamini, aweze kuzaliwa mara ya pili katika roho, na mpokee roho wa Bwana ndani ya moyo wake kupitia Mungu. Pasipo na Mungu hakuna Roho Mtakatifu. Namba 2, pasipo na mwana juu ya maisha yangu ndio niweze kuokolewa, hakuna Mungu. Kwa hivyo chanzo cha mimi ndio niweze kuwa mmoja pamoja na Mungu ni mwana wa Mungu, Christ Jesus. Na ndio niweze kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu, ni lazima niweze kuwa nimemtambua Mungu, ndiye naye Mungu aweze kunipa Roho Mtakatifu wake. Roho wake ni nguvu katika maisha yetu. Roho yake ni zile ndio dhibitisho ya kusema ya kwamba mimi na Mungu
tumefanyika kuwa mtu mmoja. Wakati tu nimepokea Roho wa Bwana, hakuna jambo lingine lolote limebaki. Sasa kile kimebaki ni kumfuata. Kufuata yeye ndio nitimize mapenzi yake. Na Roho wakati ameingia ndani yangu, hakuna wakati ataniondokea na hakuna wakati ataniacha. Kwa hivyo kuna benefit ndani ya Kristo. Na ukikosa kuwa ndani ya Kristo, kunaye yule atatake advantage kwako, kukutumia. Ukikosa kufuata Christ, ukikosa kutambua wewe ni nani ndani ya Kristo, kunaye yule atakaye kufuata. Huyo anajaribu kusukuka ulimwenguni na ndiye Satan, akitafuta ni nani atakaye lalua. Na kulalua kule kunaleta kifo. Kulalua kule kunaleta kifo katika mwanadamu. Na wakati kunapoleta kifo katika mwanadamu, wewe umilele wako wote utakuwa katika mwana wa kuasi na utaingia jehanamu. Lakini yeyote yule amejitambua ndani ya Kristo na kuelewa Kristo ni nani katika maisha yake, na kutambua kazi ile aliyoifanya pale msalabani, na kujua ya kwamba yeye ndiye chanzo cha mwanadamu kusimama katika nafasi ya ukamilifu, haiwezekani wewe uweze kujijua. Lakini wakati umetambua hayo, kutoka hapo wewe na Mungu mnaandamana, mnapelekana na mnafanya kazi moja, sababu umefika kuwa mmoja. Namba 3 inasema ya kwamba kwa Kiswahili, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakati ule tu niliamini, wakati ule tu nilichukua nafasi hiyo ya kufuata Christ, ndio niweze kutambua yaliyo juu na niweze kuifanya yote yale anayoifanya. Hapo ndipo ya uhai wangu ulifichwa pamoja na Kristo huko mbinguni. Mahali ako ndio nami niweze kuwa pale. Tulisoma jana katika Colossians 2. Mahali ako ndio nami niweze kuwa hapo. So siwezi kuwa mahali ako kama mimi sijatambua kazi yake, kama mimi sijafuata yale anayoyafanya, ndio na mimi niweze kuifanya. Mwana wa Mungu anafanya yale Mungu anayoyafanya, na mimi nafanya namna gani? Nikikufa pamoja naye, nizikwe pamoja naye, nifufuke pamoja naye. Kile kinahitajika niweze kufanya yale anayoyafanya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mbinguni, niweze kuyatenda yale naye ayatendavyo. Namba hiyo tu, ati kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uhai wa Bwana. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa. Kwa hivyo mimi, sababu nilikufa pamoja na Kristo, nikafufuka pamoja na Kristo, uhai wangu, uzima wangu umefichwa mahali pale Kristo ako. Hapo ndipo nilipo. Hapo ndipo nilio. Niko ndani ya Kristo. Niko ndani ya Mungu. Mimi na Mungu tumefanyika kuwa mmoja. Mapenzi ya Mungu imefanyika katika maisha yangu. Neema ya Mungu inatawala ndani yangu. Uzima
wa Mungu unatawala ndani yangu. Kwa hivyo mimi niko ndani yake. Nimetambua mimi ni nani ndani yake. Wasiotambua, nikikusomea mstari uko hapa, ndio tukuje tumalizie na huo wa nini katika mstari wa 2 Corinthians 2:11 inasema, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his device. Shetani asije akapata. Kwa nini nakwambia unafaa ufuatilie, unafaa utambue, unafaa utafute kile kilio juu mahali Kristo ako. Ni Shetani asije kupata kutushinda. Shetani asije kupata akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Mtu wa Mungu, siku ya leo na dakika hii nataka kukwambia, wewe wajua fikra za Mungu. Wewe wajua na watambua fikra za Mungu. Na kama wajua na watambua fikra za Mungu, what next? Ni kuondokea hizo fikra za Shetani. Ni kuondoka katika hizo fikra za Shetani ndio uweze kuingia katika fikra za Mungu. Mawazo ya Mungu ndio inaweza kukuweka katika nafasi inayofaa katika maisha yako ya rohoni. Mawazo ya Shetani inakuondoa katika nafasi ya Mungu, inakuweka katika nafasi yake mwenyewe. Na wakati amekuweka katika nafasi yake mwenyewe, anakuangamiza, anakudidimisha, anakuua. Mwishowe jehanamu inakugoja pamoja na yeye. So ni vyema kutambua mafikira ya Shetani. Ni vyema kuyajua mawazo ya Shetani. Usipate asiweze, yani kulingana na Kiingereza inasema lest Satan should get an advantage. Chunga sana Shetani asipate mwanya ndani yako, sababu atatake advantage on you. Atakutumia kwa njia isiyofaa. Na ndio pale tumesoma Colossians, turudi pale Colossians, inakuambia ya kwamba Colossians 1 inakuambia jambo moja ya muhimu sana. Ndani yangu ni ya umuhimu. Colossians 3:1 inasema, if then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Kama mimi na wewe tumeshapokea hiyo neema ya kifalme, mimi na wewe kama tumepokea hiyo neema ya kifalme kumpitia Christ Jesus, tunafaa tuweze kuangalia yale yamefichwa ndani ya Kristo. Na ndio tunaambiwa, sababu tunatambua mawazo ya Shetani, tusikubali kufuata mwenendo wake, mawazo yake, kazi zake, fikra zake. Tuweze kuelewa na kutambua mapenzi ya Mungu maishani mwangu ni kutenda anayoyatenda. Tukiangalia huu mstari wa 3 na 4, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Number 4.
atakapofufuliwa aliye uhai wetu, atakayefufuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi mtafufuliwa pamoja naye katika utukufu. Wakati tunapokufa pamoja na Kristo, haionekani kama ni jambo kubwa. Jambo kubwa itaonekana wakati ule tutakapofufuliwa pamoja na yeye. Nashukuru Bwana sababu nimekufa na yeye, nimezikwa na yeye, na pamoja nimefufuka pamoja naye. Hii kazi ya Kristo ndani ya maisha yangu imekamilika. Hii kazi ya Kristo ya kuja ulimwenguni na kufanya kazi na kuichukua kanisa kwangu imefanyika na inafanyika, sababu wakati wowote nitakao itafuta yaliyo mbinguni, sitafanya ya ulimwengu. Hata ulimwengu hautakuwa katika mawazo yangu. Nitatafakari yaliyo juu, ninayafanya yaliyo juu, ninayatafakari yaliyo juu, ninayatimiza yaliyo juu, mahali pale Kristo alipo. Kwa hivyo sigoji kufanya ya aliye juu, sigoji kufanya yaliyo ya aliye juu, ninaifanya sasa hivi, sababu hivyo ndivyo neno linatuambia. Tuyaangalie na tuyatafute na tuyatafakari. Bwana asifiwe. Ndio tuweze kuandamana na Christ sasa hivi tulio ulimwenguni. Wale waliokuwa wanangoja wakuja wafanye mambo hayo ni watu walio katika Old Testament. Walikuwa wanayangoja, walikuwa wanangoja wakati huo ulikuwa unasemekana. Lakini kwangu mimi na kwako wewe ninayonenea, wakati huo umeshafika. Tuko ndani yake. Kristo reality ilifika wakati New Testament ilipoandikwa kumuhusu mwana wa Mungu Christ Jesus. Lakini katika Old Testament kila wakati they were waited. They are waiting. Kila kitu waliwait, wakione kulingana na vile walivyokuwa wanasoma ama wanaelekezwa. Moses aliwafundisha kugoja. Moses aliwafundisha kutambua yale yatakao kuja. Lakini mimi na wewe tu ndani ya yale yamefanyika, tu ndani ya yale tulikuwa tunayo, yalikuwa yanatarajiwa na watu wale. Sisi hatuyatarajii, tumeshayapokea. Imeshafanyika, imeshatufikia. Hatuna tena yaliyo nje, yaliyo sisi sasa tuko ndani ya Kristo Yesu. Tu ndani yake Kristo Yesu, tu ndani yake aliye mwaminifu na mkamilifu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. In Old Testament Moses aliwafundisha na kuwaelekeza ya kwamba kuna mambo itakuja kufanyika. Wakaigoja. Biblia inatuambia mababa wetu akina Abraham waligoja yale yote walikuwa waliokuwa wanayoinena. Lakini
hawakuiona wakati huu. Yani sisi ndio tumeiona. Mababa wetu hawakuona. Baba wetu walikufia nyikani. Baba wetu hawakupata kile walikuwa wametambulisha. Manabii hawakukipokea, hawakukiona kile walikuwa wanatambulisha. Lakini mimi kimenikuta hadhara, kimenikuta, na sio kunikuta, kimenikuta ni mimi nimekikuta tayari, kimeshafanyika. So mimi na wewe tu ndani ya yale yote yamefanyika ama yanayofanyika katika maisha yetu. Katika Colossians 2 mstari wa 15 nataka tuweze kuangalia. Kuna mstari mahali hapa ya mstari wa wacha tusome mstari wa 12. Unafanana na mstari wa number 4 katika Colossians 3. Buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who had raised him from the dead. Mukazikwa pamoja naye katika ubatizo. Ubatizo tunaonena juu yake sio ubatizo wa maji. It is not the water baptism, spiritual. Ati ni ubatizo katika ulimwengu wa rohoni, sababu Christ yeye, hata John the Baptist ameshuhudia akasema, Yesu alibatiza kwa maji. Yesu kazi yake itakuwa ubatizo wa rohoni. Atatubatiza sisi wote, na alitubatiza sisi wote katika nafasi ya rohoni. Tukafa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, tukafufuka pamoja na yeye katika mwili mwingine wa roho. Hatukufufuka na huu mwili wa maradhi, mateso na mashida. Tulifufuka katika mwili ule ule umeshafika katika in the fullness of Christ. Huo mwili ni wa uliketie kwa mukira uyuru wote wa Kristo. Ule mwili tulifufuka nayo, tulifufuka na mwili ulio katika fullness of Christ. Bwana asifiwe. Mukizikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Tulifufuliwa kwa nini? Kwa sababu ya kuamini. Kabla hatujakufa tuliamini. Kitendo Yesu amekitenda, hata sisi kina uwezo wa kutendeka kwetu. Tukawa na ile hati, kufa pamoja naye, kuzikwa pamoja naye, na kufufuka pamoja naye. Ninakunenea mtu wa Mungu siku ya leo, huu ndio wakati wako na wangu. Mimi wakati wangu umeshafika na ukapita, na nikaamini kufa pamoja naye, kuzikwa pamoja naye, na kufufuka pamoja naye. It's my mission. Hiyo ndio jambo moja ya kwamba nimeshakamilisha mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu. Nimeshakamilisha mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Maisha yangu katika Mungu ama ndani ya Kristo haikamilishwi na utajiri, haikamilishwi na kuhubiri, haikamilishwi na kuwa mtu anajulikana
ama kwenda kanisani ama kutenda yale yote ninayofikiria ninayoyatenda. Hapana, ni kwa sababu ya kujua na kutambua mimi ni nani ndani ya Kristo. Ni deudeni wa Kristo, umema in Christ. Ukikosa kutambua hayo, Shetani atatake advantage over you. Atatumia mawazo yako, kwa sababu wewe haukutambua akili za Shetani. Haukutambua akili za Shetani. Amekutambua wewe na akakuweka katika nafasi yake. Anakupepeta kama ngano. Anakutumia kama mtu asiye na akili za Mungu. Na wewe umezaliwa na Mungu. Wewe Mungu amekufanyia kazi yote. Lakini Shetani amepata mwanya, na hakupata mwanya kwa sababu amependa kupata mwanya. Wewe umempa mwanya. Umekosa kutambua akili zake wakati anapokunenea. Anabadilisha akili za Mungu ndani yako, ndio wewe ujikute katika nafasi ya kutojitambua. Ukikosa kutambua wewe ni nani ndani ya Kristo, utatambua Shetani ni nani ndani yako. Haleluya. Mtatambuana na atakutumia ukiwa tu mlembo, ukiwa tu na fedha nyingi, ukiwa tu unatumika katika kanisa, ukiwa tu unajitolea sana. Atakutumia kama choo ndani ya hiyo kanisa. Atakutumia kwa sababu ulikosa kutambua mawazo yake. Hiyo ni 2 Corinthians 2:11. Sababu haukumtambua Shetani na akili zake wakati alipokuja ndani ya mawazo yako. Aliconfuse your mind. Akatake advantage ya kukutumia, either ukiwa kanisani ama ukiwa nje ya kanisa. Haleluya. Na saa hiyo anakutumia, mwisho wake kukutumia atakuua sababu ulimpatia nafasi na kibali. Badala ya wewe kujitoa ufe pamoja na Kristo, uzikwe pamoja na Kristo, ufufuke pamoja na Kristo, unajipeana mkononi mwa Ibilisi. Anakuua, na baada ya kukuua hauna nafasi tena. Unaweza tubu, unaweza geuka, sababu ulikosa kutafakari na kutafuta yaliyo juu. Upumbavu wetu wa kutofuata neno la Bwana na kuliamini vile lilivyo, ndivyo linasababisha sisi kuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Shetani anakupepeta kama ngano. Neno tunalisoma, tunasema ya kwamba mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Wote wamekufa ndani ya Kristo, hawatahesabiwa tena wafu, sababu wameshafufuliwa pamoja na Kristo, wako uhai katika Kristo. Haleluya. Wanafuata mapenzi ya Kristo na wanatimiza mapenzi ya Kristo, sababu wamemfuata, sababu wanafanana na yeye, sababu akili
zake na za Kristo ni moja, sababu wao wamefanyika kuwa Christ. Tukifika kuwa mmoja, tumefanyika kuwa Christ. Bwana asifiwe. Namba 13 inatuambia 13, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Kuchukua hiyo nafasi na kibali ya Christ ni kuonyesha ya kwamba wakati ule nilikufa pamoja na yeye na nikazikwa pamoja na yeye, kufufuka kwetu na yeye, makosa yangu yote haikumbukwi tena katika kitabu ya Hebrews. Yes, na katika kitabu ya Jeremiah na katika Isaya. Makosa yangu yote haitakumbukwa kamwe. Amenisamehe dhambi zangu, ameniokoa na kifo, amenitoa katika mkono wa ibilisi. Ndio sasa ninamuinua, ndio sasa ninamtukuza, ndio sasa ninaimba wimbo wa utukufu kwa ajili yeye na mimi tumefika kuwa mtu mmoja. Amenifufua, amenitahirisha katika tohara ya rohoni, ameniokoa katika maisha yangu, nikaingia katika uzima ulio ndani yake. Mimi na yeye tukaitwa mmoja, tukafanyika kuwa mmoja, sababu nimeamini ile kazi aliyoitenda kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Ninamuona yule mwanamke nilikuwa ninaongea juu yake, yule mwanamke wa kizimani, wa kizima ya Yakobo. Wakati alipokuja kwa Christ, wakakutana na Yesu kizimani, yule mwanamke maisha yake ilibadilika mara moja. Wakati tu aliamini juu ya maji yale Kristo ilikuwa ndani yake. Yaani mawazo ya huyu mwanamke ilibadilishwa mara moja. Akaacha kuona maji ya kisima ya Yakobo, akaanza kuona mtiririko ndani ya Kristo wa maji ya uzima. Alitoka katika kizima anavyojichotea. Yeye Yesu wakati alimuomba, kama wangejua ni nani anayekuomba maji, ungemuomba maji yake yeye mwenyewe akupe yake. Naye mwanamke akamwambia, nipe hiyo yako ndio nisije tena hapa kuchota maji. Mwanamke akawa tayari moyoni wa kupokea maji ile iliyokuwa na Kristo. Na wakati alipoipokea kutoka pale, alitafakari yaliyo mbinguni. Alimfuata Kristo Yesu. Aliyatenda kulingana na Kristo. Sio Kristo alimtuma, lakini kwa sababu amepokea moyo wake, moyo wa Yesu, ndio hiyo maji, mtiririko huo wa maji, huyo mwanamke aliyakunywa. Yaani neno la Bwana ni maji ya uzima. Neno la Bwana ni chakula kamili. Wakati alipoipokea katika mfano wa maji ya uzima, ule mwanamke alisikia kabisa, sifai kukaa hapa, nafaa kukimbia niende nikawaite wenzangu wapate kile nimekipokea. Alisikia uzima ndani yake, alisikia yani ukamilifu, amekamilika, hofu yote imeondoka.
Ukiona wewe unavutwa na mambo ya nje, ukiona wewe umeingia katika umetoka ndani ya Kristo, umeingia katika mapenzi ya ulimwengu, elewa na utambue ya kwamba yule mwanamke amekupita. Maji unakunywa moja, lakini wewe haujaiamini. Mwanamke aliamini maji yaliyomo ndani ya Kristo, uzima ulioko ndani ya Kristo. Yule mwanamke aliyadhamini sana. Yule mwanamke aliyapokea mara moja, na akatoka katika kazi yake akaingia katika kazi ya Mungu, na from there akafanyika kuwa evangelist mkubwa sana. Akaenda mara moja na akawaita watu ndio waje waweze kusikia yale Christ anayo yasimulia, na wakati walipokuja wote walibadilishwa. Yatafakari yaliyo biguni, so not biguni, yaliyo juu. Tafakari juu ya mawazo ya Mungu. Tafakari juu ya maisha yako katika Kristo, ndio wewe uweze kujua wewe ni nani ndani ya Kristo. Who you are in Christ. Ni nini unachokihitaji in Christ? Bwana asifiwe. Pendo lake Mungu ni pendo la aina gani kwako? Tunamuondokea sababu hatujatambua upendo ulio ndani yetu kwake. Ukikosa kumtambua, unakosa kutambua kila kitu kwake. Ukimuondokea, unaondokewa na dhamana yote yake. Sababu ni gani? Haiwezi endelea na kujiongezea. Unakuwa dormant. Wasimamia pale tu, au ongezeki tena, sababu umeondokea yeye aliye na maji ya uzima. Mwanamke badala ya kuwa dormant kama vile alikuwa dormant katika kisima ya Yakobo, aliongezeka ndani yake. Yes, ile jambo aliyoisikia haikumkubalisha kukaa chini tena. Aliondoka na akaenda kufanya hiyo kazi yake. Katika namba 14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigomelea msalabani. Wakati Christ aliangalia, akaona vile mwanadamu amestakiwa, vile mwanadamu amekomeshwa. Bwana asifiwe. Na mambo yale yote yalikuwa yamewekwa pale ya kumstaki mwanadamu. Yeye alichukua hatua moja, kufa msalabani, ndio aweze kumfungua mwanadamu atoke katika dhulma za Ibilisi. Kwa nini mtu wa Mungu unajirudisha katika hizo dhulma? Kwa nini hauoni? Ulimwengu umejaa hasira. Ulimwengu mtawala wake ni Shetani. Kwa nini hauoni hasira? Sababu macho yako imevumbwa. Your mind is blinded. Ndio hautambui
hasira iliyo ulimwenguni, ndio utambui kazi ya Shetani inayofanyika katika ulimwengu. Ndio hautaki kuongezeka na kuwa ndani ya nyumba la Bwana na kusikiliza neno la Bwana kila wakati. Ni faida kwako, si faida ya mtumishi. Ni faida kwa watoto wako, ni faida kwa familia yenu, sababu uko na uwezo wa kuwahubiria. Wakati unapopokea haya yote ndani ya nyumba la Bwana na kulipokea neno na kuliamini, ni faida yako wakati unapoingia katika maombi. Sio faida ya mtumishi wala ya kanisa, ni faida yako, sababu jicho lako la rohoni litaendelea kuwa na nguvu na uwezo wa kutenda. Haleluya! Ni faida yako. Mwadhani ya rogosho. Kuhubiri ni faida yako. Mwadhani ya rogosho. Kujitolea ndani ya kanisa ni faida yako, sio faida ya mtumishi ama faida ya kanisa. Sababu ukipitiza yale yaliyo ndani ya neno ya utajikuta umeongezeka tayari, sababu Mungu anasema ya kwamba yeye si mdhalimu aweze kutoona yale yote umeyatenda. Mungu si mdhalimu akose kutimiza neno lake lile aliyolinena kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Bwana asifiwe. Ni faida yako kwa kila kitu. Watu wengi wanaondokea Mungu kwa sababu ya watu wengine. Na kuambia hiyo ni moyo ya upumbavu. Hiyo ni mawazo ya ujinga. Inafaa hata kama umekosana na mtu na ako tu pale, hata wewe, hata kama umekosana na mna gani, kwa sababu wewe unamhitaji Bwana, kaa pale. Haijalishi kama muongeleshani, kuna kile kilikuleta na kuna kile kilimuleta. Ukiona wewe unapokonywa Mungu wako, Kristo wako, wokovu wako unatingizwa na unakuta umedharaulika, jua ya kwamba una shida. Haujatambua wewe ni nani ndani ya Christ. Haujatambua wewe ni nani ndani ya Mungu. Haujatambua kwa nini uliokoka na kwa nini mahali pale ulipo. Number 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an unholy day or of the new moon or of the Sabbath day. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji. Usikubali mtu akuingilie. Te wakula hii kwa nini? Wakunywa hii kwa nini? Hiyo ni pendo lako, ni uamuzi wako. Na wewe ile kitu unatumia akikuharibiki. Yes. Yeye kama hatumii, achane nawe. Yeye atumie kile anatumia, na wewe tumie kile unatumia. Mtu asikuhukumu kwa sababu ya kwenda fellowship mara mingi. Mtu asikuhukumu kwa sababu ya siku ya Sunday wala ya Friday kanisani. Kwa nini? Mungu yule tulio ndani yake si wa masiku na sio wa masaa. Mungu aliye ndani yetu ni Mungu wa kila wakati. Na vile unasikia kufanya kwake, hivyo ndivyo utafanya. Na kila kinywaji ama kikulacho kimeshabarikiwa. Mtu asikutie hukumu ndani ya moyo wako kwa sababu ya mambo kama yale.
Upendo wa Bwana u pamoja na. Sikubali kuhukumiwa kwa sababu ya siku ya Sabato. Kristo uliye ndani yake na aliye ndani yako hana Sabato, hana masiku. Sabato ya Kristo ni ya kila siku ndani yako na ndani yako. Biblia inatuambia katika mstari wa 17 na ndio tutamaliza nayo. Mambo yale yaliyo 16, neno linasema katika 17, which are a shadow of things to come. Yalikuwa yameandikwa ni kivuli ya mambo yatakayokuja. Hayo yote masiku mimi ate come, but the body of Christ. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Wakati nimeshaingia ndani ya Kristo, nimeingia ndani ya Sabato. Sababu usiniulize juu ya Sabato yangu. Mimi niko ndani ya Kristo. Mimi niko ndani ya Sabato yangu. Christ is my Sabbath day. Leo niko sawa, kesho niko sawa, mwaka mpya niko sawa, sababu aliye ndani yangu ako sawa. Leo nimeokoka, kesho nimeokoka, kesho kutwa nimeokoka, na hakuna kitu kinaweza niondoa kwa yeye. Hakuna kitu kinaweza zuilia nikose kuyapokea ya mawazo ya Mungu saa yote, saa yoyote, sababu nimeshaingia katika Sabato yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo yale yote unaona tunaulizana, kwa nini unaendanga ni, kwa nini unafanyanga, kwa nini haya, kwa nini yale. Hiyo ni mtu anangojea, ako tu katika kivuli. Akati katika kivuli. Kwa nini wavaa hivi? Kwa nini wakula hizi? Kwa nini mnaendanga kanisa juu ya siku hii? Kwa nini uko vile? Hiyo yote ni kivuli. Kiu gĩothe nĩ kĩruru kĩa maũndũ marĩa mega mago, na tondũ nĩ mokire rĩ, niĩ ndĩ thĩinĩ wamo. Tondũ nĩ mokire rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩnyinainia ona angiuga atĩa. Ona angiuga nĩ njũraganĩte, hata aseme nimeua. Yes, mimi niko ndani ya Kristo na hakuna mtu awezaye kunihesabia kuwa mwovu. Niko ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo hakuna kifo, hakuna chuki, hakuna uoga. Nitakaa ndani yake, nitatulia ndani yake, nitafanya yote ndani yake. Wewe achwa ukiongea yale utaongea, wewe achwa ukisema yale utasema. Mimi nimetosheleka ndani ya Kristo. Na wewe naomba elewa na uamini hayo yote. Wewe na Kristo mmefanyika kuwa moja. Na mahali Kristo alipo, hapo ndipo utakuwa. Na chochote atahubiriwa, wewe utakipokea. Sababu yeye na wewe ni moja. Nashukuru Bwana sana. Na ninakupenda sana mahali popote ulipo. Sababu umenipa kibali cha kuwa ninaingia ndani kila wakati. Nashukuru sana wakati ninapofungua moyo ni kwa ajili ya kazi yake Bwana, kwa sababu kwa kupitia wewe. Yeye ni mwaminifu na ni mwingi wa rehema. Upendo wake ni wa ajabu katika maisha yangu na katika maisha yako. Nakupenda sana, na siku ya kesho tutakuwa tu pamoja, na ninajua yote yatawezekana. I love you so much. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, na kuinua na kutukuza wewe Baba yangu. Hakuna
hakuna mwingine aliye na rehema na neema kama yako Bwana. Umenifungua moyo wangu na ukafungua maisha yangu, ndio niwe ninakuibia utukufu, ninaiba utukufu kwako, na ninaonyesha utukufu wako katika wingi wa neema na rehema zako. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, ni kwa sababu unaendelea tu na kunifundisha kukaa ndani yako na kuishi katika amani na furaha, na kuishi nikitazamia your forgiveness, sababu uliniforgive once na hayo ikakwisha. Hata msikilizaji wetu mpendwa wako Bwana, ulimsamehe dhambi tu mara moja. Yale mengine neno lako linasema ni kufuata na kutafakari na kuyatafuta. Bwana wetu Yesu Kristo haiwezi patikana kama neno halipo, kama uzima, yani kama neno lako halipo, hakuna awezaye kutafakari, hakuna awezaye kuyajua, hakuna awezaye kuyatambua. Na ndio nashukuru sana asubuhi ya leo, wakati ninaona mtu mahali pale Bwana akiyazungumzia yale na kuyasikiliza yale yanayotokana na neno lako kwa wingi katika mioyo yetu. Asante Bwana wetu, asante Mungu wetu, sababu unatuinua kila siku, unatubariki kila siku, unatufanya watu walio na uzima tele ndani ya maisha yetu, kwa kutunenea neno lako kupitia watumishi wengi mahali popote pale. Ninawaombea kibali wale wote wameitwa nawe na wametumwa nawe, na waombea kibali mahali popote walipo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu. Ni kwa neema tunakutana kila asubuhi, ni kwa neema tunanena uzima wa milele katika maisha yetu. Asante Bwana kwa kutukuzwa kwa neema na kwa utukufu. Katika jina lako nimewabariki watu hao wakitoka pale na waende katika kazi zao. Wabarikiwe sana na wainuliwe, na kazi zao zibarikiwe, na kazi za mikono yao ibarikiwe. Waponywe na Bwana wanaokuwa na msiba, fadhili zako, yani wacha Bwana ukaweza kuwapa amani ndani ya mioyo yao, katika uwezo wote na nguvu zote. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.